Mtazamaji wetu tupo na Sheikh Rwambo Dunia hapa Mzee, habari ya leo? Naomba jitambulishe kidogo, wewe ni nani? Karibu, nakushikia mwenyewe. Sogo. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Kwa majina naitwa Ustadhi Dunia Rwambo ama Maalim Rwambo. Ni msomaji wa mihadhara mbalimbali ya dini ya Kiislamu, kwa maana midahalo, dibeti. Ni miongoni mwa wasomaji wa mihadhara hiyo ya dini ya Kiislamu. Inshallah lengo ni kwa ajili ya kuweza kuwaelimisha watu katika mambo ya kiimani, na tunawaalika katika mdahalo mkubwa wa kiimani ama mdahalo wa kimataifa ambao utafanyika tarehe 17 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa Oil, Simba Oil pale Mburahati inshallah. Kuna swali moja ambalo watu wengi wanajiuliza kuhusiana na nyinyi wasomaji. Nyinyi wasomaji bwana, mnakuaga na mtu anakutajia andiko hapo hapo, mnakuaga mmetajiwa kabla mmeandaa, au huo inakuaje mnayapata maandiko haraka vile? Na ni yote ya kwenye Qur'ani ya kwenye Biblia? Ile haina maana kwamba labda umeandaliwa, isipokuwa ile ni experience ama ni uzoefu katika zile shughuli, kwa sababu tunasoma mara nyingi vitabu katika sehemu mbalimbali, kwa tunakuwa tuna uzoefu. Kwa ukitaja tu andiko, linakuwa lile andiko lipo kichwani. Kimfano ukisema tu Ayubu 22:21, andiko linasema kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Nimesoma bila kuangalia kitabu kwa sababu ya uzoefu. Vile vitabu tuko navyo kwa muda mrefu, kwa miaka mingi, kwa tumehifadhi ama tunafahamu yale maandiko. Pengine andiko lingine likasomwa ukalisoma bila kuangalia, kwa sababu tayari ushakuwa na uhakika nalo kwamba hili naweza kulisoma na lisoma. Lile ambalo unaona hapana, hili litanipa taabu, ndo lazima inalazimika kufungua na kulisoma. Kwa hiyo ni uzoefu tu ambao tuko nao. Kuna namna yoyote inaweza kawa labda yule anayepeleka mada pale akawa anakosea andiko analotaka umtafutie, wewe ukaelewa na ukamsaidia, au inakuwa lolote atakalotaja wewe ndio hilo lazima ulisome? Kama unakuwa unafahamu kwamba huyu andiko unalotaka sio hili alilokusudia na unalifahamu, unalisoma, unamwambia, unamkumbusha, ama unalisoma lile ambalo umekusudia. Wakati mwingine kama utakuwa hujajua, ndio unaweza ukalisoma lile ambalo yeye amelitoa. Lakini kama utakuwa unajua kwamba hili andiko ambalo yeye analihitaji sio, basi uweze kulisoma lile, bali utamkumbusha na kulisoma lile ambalo linalohitajika pale katika mada husika. Ndio inakuwa iko hivyo. Ni kweli kwamba wasomaji mnakuaga nyinyi hamwezi kuyachambua yale maandiko, ila yule anayesoma ndo anaweza kukuchambulia, na muda mwingine hamsikilizi hata anachambua nini. Wewe unachotaka tu palipo makini kuangalia namba gani itatajwa, kitabu gani, jina gani, umalize uondoke. Wanasema hivyo, wanasema wasomaji bwana hawafaidiki. Yaani wasomaji ni kama mtu anayemlisha mtu mwingine. Hapana, hiyo sio kweli. Kwa msomaji lazima ujue kile ambacho kinachozungumzwa na ile aya, kusudio lake na mazumuni yake. Lazima ufahamu hilo, kwa sababu hata ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya kwanza mstari wa 18, andiko linasema haya, njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyeupe kama bendera zitakuwa nyeupe kama sufi. Kama mkikubali na kutii, nitakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Kwa hiyo ushajua ile lengo la makusudio ile andiko maana yake ni nini, unakuwa unalifahamu. Kwa msomaji lazima ufahamu. Kwa msomaji pia ushakuwa muhadhiri, yani sawa kama mtu akiwa golikipa pia ni mchezaji. Kwa hiyo golikipa anaweza kucheza. Kwa hiyo ushakuwa msomaji tayari, wewe ushakuwa muhadhiri, ushakuwa mhubiri. Kwa maana sio kwamba utakuwa unasoma tu afu hujui kile ulichokisoma, hapana, na kwa hiyo sio kweli. Okay. Tarehe 17 tunaenda kwenye mdahalo wetu ambao una mada mbili kubwa. Mada ya kwanza ni hiyo hapo kwamba katika wale manabii wote, yani kwa kifupi ninachomaanisha kwamba manabii wote walikuwa Waislamu. Wewe ni msomaji sana, kwa sababu msomaji unakuwa na muda mwingi sana wa kupitia kusoma vile vitabu, Qur'ani, Biblia na vitabu vingine kama hadithi. Wewe unaona kweli inawezekana hiyo manabii wote wewe walikuwa Waislamu? Hilo linawezekana kwa mujibu wa vitabu. Ndio tutakwenda kuona siku hiyo vitabu na maandiko ambayo atakayosomwa. Maandiko yanaeleza kwamba katika Qur'ani kwamba ukisoma katika sura ya 2 aya nambari 213, maandiko yanasema kwamba watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyekuja nayo Nabii Adam, dini moja ya haki. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wazi kabisa kwamba dini ni moja, manabii wote. Hii inaonyesha kwamba alikuwa ni dini moja ya haki. Sasa kama kitakuwa labda kuna wenzetu watasema hapana, kuna manabii walikuwa na dini nyingine kinyume na Uislamu, watatuonyesha. Okay. Wewe ni msomaji kama tulivyokutambulisha tangu mwanzo. Unasoma watu kama Isa na Yesu. Ukisoma kwenye Biblia unaona Isa, ukisoma kwenye Qur'ani, kwenye Biblia unaona Yesu, kwenye Qur'ani unaona Isa. Unapolinganisha yale maandiko unaona kweli hawa watu wanafanana, ni mtu mmoja, au unaona kuna utofauti fulani?
Ukisoma ni mtu mmoja, tofauti ni majina tu, kwamba Biblia imeandikwa Kiswahili ameitwa Yesu, Qur'an imeteremka katika lugha ya Kiarabu ameitwa Yesu. Tofauti ni majina. Yesu huyo wazungu wanamuita Jesus, Wafaransa wanamuita Jazi, lakini huyo mmoja, ila wazungu wanamuita Jesus, Wafaransa wanamuita Jazi, naona bwana, Waarabu wanamuita Isa. Kwa hiyo ni mmoja. Yani sawa sawa useme kwamba kasava na muogo ni vitu viwili tofauti, utakuwa unachekesha watu. Kwa hiyo Isa na Yesu ni mmoja, tofauti ni lugha tu. So Biblia imekuja kwa Kiswahili ameitwa Yesu, lakini kwa Kiarabu Isa, kwa Kiingereza Jesus, kwa Kifaransa Jazi. Kwa ni mmoja, Isa na Yesu ni mmoja. Yesu amezaliwa na Maryam, Isa pia amezaliwa na Maryam, isipokuwa tu kwamba lugha tu tofauti ni lugha, lakini mmoja. Mtu kuwa msomaji, kwa sababu siku hizi kama hivi mitandao hivyo unavyoona, kuna vijana wadogo mnawafundisha, kuna vijana wadogo wanaangalia, wanaona. Kuwa msomaji ni kipaji au ni kitu unachojifunza, au inakuwaje mtu awe msomaji kwenye miadhara? Kuwa msomaji ni kujifunza, kwanza ni kujifunza, lakini pia ni kipaji pia vile vile. Ni kujifunza lakini pia ni kipaji. Sababu hapo wahadhiri ambao Wakongo wengine hawawezi kuwa wasomaji. Kwa hiyo ni kujifunza, lakini pia katika kile kujifunza na Mwenyezi Mungu akikuongoza, basi inakuwa kama ni kipaji chako, basi inakuwa ni kipaji. Lakini kwanza lazima ujifunze. Huwezi kujua bila kujifunza. Okay. Sasa umeshakuwa kwenye midahalo mingi sana. Unafikiri malengo ya midahalo yanafanikiwa? Yale yanayokuwa yanapangwa wakati inaandaliwa midahalo na kile mnachovuna baada ya midahalo? Mimi naamini midahalo inafanikiwa kwa asilimia kubwa. Wapo watu wanaelewa ukweli, wanasilimu, wanabadili dini kupitia hii midahalo. Yaani anaona kwamba fulani limeulizwa swali, mbona huyu mchungaji hajajibu hili swali? Kashindwa kujibu. Mtu anafuatilia, kuna watu wanasilimu na wengine wanajua ukweli kupitia hii midahalo. Kwa hiyo midahalo ina faida. Wapo watu wanasoma maandiko, wanajua na wanapata ukweli kupitia ile midahalo. Kwa hiyo midahalo ina faida kubwa na inatakiwa ifanyike, haswa ikiwezekana hiyo inafanyika mara kwa mara kama ikiwezekana. Wanaposema kwamba hii midahalo imeanza tangu miaka 1980, manake kuja huku mbele imeendelea midahalo. Tupo 2025, utatokea mdahalo inawezekana 2026, 2040 huko, 2080 huko. Kwa wewe, kwa hii midahalo iliyopita na huu ujao wa kesho kutwa au siku ya Jumamosi, unafikiri kuna utofauti gani? Kuna kitu gani cha maana tutakachokipata, au tuseme kuna kitu gani kipya tutakachokipata tofauti na midahalo mingine ambayo imepita? Tofauti ipo kubwa, kwa sababu pia katika mdahalo huu ambao utafanyika mwaka huu 2025 siku ya Jumamosi tarehe 17, mdahalo huu kwanza wapo wahadhiri ambao wa kutoka nje ya nchi. Kimfano kuna mhadhiri anatoka Kongo anaitwa Kisede, ambaye wengine hawajawahi kumuona wala kumsikia. Kwa hiyo kuna wahadhiri wakubwa ambao wanatoka nje ya nchi tutakuwa nao, lakini pia kutokana na mada zenyewe pia zimekuwa ni mzuri, ambazo watu wanaweza kujifunza kutokana na mada zenyewe ambazo zipo, pamoja na walimu ambao wapo hapa Tanzania. Wapo wahadhiri walimu wa Kongo wazoefu wa miaka mingi kama vile Sheikh Abdul Aziz mzee wa Kunja Ngumi. Ni wahadhiri ambao wa Kongo mara nyingi waoni mara kwa mara kwenye midahalo, lakini katika mdahalo huu mwaka 2025 tutakuwa nao moja kwa moja. Bwana, mimi nikushukuru sana, labda kama una neno la mwisho la kuongelea hasa juu ya mdahalo huu na juu ya sisi wanadamu kwa ajili ya kumrejea Mwenyezi Mungu, tuachane na madhambi, mwisho wa siku tuje kuingia katika pepo. Na inshallah cha kumalizia tu kwamba watu waweze kufika kwa wingi, lakini pia hizi huduma zinahitaji gharama kama alivyosema kiongozi hapa Sheikh Abdul Aziz, kwamba pia zinahitajika gharama, watu wa support kupitia namba ile ambayo yeye ameshaitoa Sheikh Abdul Aziz. Kwa wale ambao wenye kuhitaji kusupport hizi huduma, basi wanaweza kusupport, kwa sababu hizi shughuli za midahalo haifanyiki mara kwa mara kwa sababu hakuna wafadhili ama wadhamini. Kwa hiyo natakiwa watu wasapoti katika jambo hilo. Lakini pia cha kumalizia, pia siku hiyo kutakuwa na dua kubwa kwa ajili ya kuliombea nchi yetu amani, kuombea viongozi wetu, Mungu awape afya njema, awajalie busara na hekima, lakini pia kuliombea taifa letu kwa ujumla amani. Kwa hiyo tutakwenda kushiriki katika dua hiyo. Kwa hiyo mdahalo huu watu wote wa dini mbalimbali ama wa madhehebu mbalimbali, watu wote wa dini zote mnakaribishwa kuweza kufika siku ya Jumamosi tarehe 17, ni pale Mburahati katika ukumbi wa Simba Oiri. Kwa mawasiliano zaidi basi namba imeshatajwa, basi piga simu hiyo inshallah kwa ajili ya kuweza kufika katika mdahalo huo ambao pia kutakuwa na dua kwa ajili ya kuliombea nchi yetu amani. Okay, watazamaji wetu tunaweza tukasema hii ni bahati kwa sababu sio mara nyingi sana inatokea midahalo. Inapotokea midahalo kama hii na wewe una nafasi, basi jitahidi uhudhurie. Kama vile ambavyo unasafiri kutoka mkoani kwako, unakuta mpakani mwa nchi kabisa kuja Dar es Salaam kuangalia mechi. Sasa njoo na hapa ushuhudie huu mdahalo, ushiriki dua,
upate kujifunza, upate hata uzoefu tu, hata wewe mwenyewe tu kujua nini ambacho huwa kinaendelea duniani. Ujue kuna watu wanasema kuna maandiko yanakata, unakuta kuna mchungaji analalamika, bwana maandiko yetu ya Biblia yamepotoshwa. Kuna shia analalamika kwamba hapo hilo andiko limekatwa hapa, ikuishia hapo. Kwa hiyo njoo ushuhudie, watu watakuwa wanarekebishana pale pale na wewe utajifunza vitu vingi sana. Kama tembea channel yetu kwa mara kwanza, tafadhali subscribe ili kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.